السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته طيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد. التاسع الإمام العلم الشهير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي المعروف باللالكائي رحمه الله، المتوفى عام 418، صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي يعد موسوعة أثرية من أنفس الموسوعات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله: أحد أئمة أصحاب الشافعي. إخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، utukufu wa Kiislamu na wote mnaotusikiliza katika kipindi chetu hichi chenye kuzungumzia historia ya maulama mbalimbali katika maulama ahlus sunna wal jamaa, maulama wa hadithi, maulama wa fikhi, maulama wa tafsiri, kadhalika maulama wa tauhid wal aqida. Na katika kipindi kilichopita nyuma tuliishi katika kuzungumziana historia na tarehe ya al-Imam al-Barbahari Abi Muhammad Hasan ibn Ali ibn Khalaf rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na leo hii insha Allah tutaingia katika kuzungumzia historia ya mwanachuoni mwingine katika maulama ahlus sunna wal jamaa, maulama wa tauhid wal aqida, wa huwa al-Imam al-Lalaka'i. وهو الإمام اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن حسن الرازي الشافعي. na tutaangalia ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa lakabuhu, jina lake na kunia yake na kunasibishwa kwake, kadhalika lakabu yake au kulakibishwa kwake. Kadhalika tutaangalia shuyukhuhu, mashekhi zake mbalimbali waliomsomesha, na tutaangalia vile vile talamidhuhu, wanafunzi wake aliowasomesha katika maulama mbalimbali ambao baadaye pia walikuwa ni miongoni katika maulama wakubwa, maulama wa hadithi, maulama wa fikhi, maulama wa tauhid wal aqida. Na tutaingia vile vile katika kuzungumzia kalamu ahli ilmi anhu, maneno ya wanazuoni kuhusiana na yeye, na vile vile tutaangalia hayatuhu ilmiya, maisha yake ya kielimu, vipi alikuwa maisha yake ya kielimu. Kadhalika tutaangalia makanatuhu, daraja yake na cheo chake kikubwa alichokuwa nacho mwanachuoni huyo. Aidha vile vile tutazungumzia musannifatuhu, vitabu vyake mbalimbali alivyoviandika, na mwisho tutaangalia wafatuhu, kufa kwake rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Ama ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa lakabuhu, jina lake na kunia yake na kunasibishwa kwake na lakabu yake, huwa Hibatullah wa Hibatullah ibn Hasan ibn Mansur. Jina lake ni Hibatullah ibn al-Hasan ibn Mansur, na kunia yake Abul Qasim, na yeye ananasibishwa katika mji wa Tabaristani at-Tabari. Yeye anasibishwa katika mji wa Tabari, yani Tabaristani, na vile vile anasibishwa katika mji wa Ar-Razi, mji wa Razi. Na Razi, Ar-Razi ni katika mji mkubwa sana katika mji wa Dailam, na mji huu wa Razi ulikombolewa katika ukhalifa wa Saidna Umar radhiyallahu anhu, na Ar-Razi iko katika nchi ya Iran hivi sasa. Ar-Razi iko katika mji wa nchi Iran. Kwa hiyo huyo amenasibishwa vile vile kutoka katika mji wa Ar-Razi. Na al-Imam al-Lalakai ash-Shafi'i, yeye ni mshafi katika mashafi,
madhehebu ni katika madhahibi ya Imam Shafi. Kadhalika lakabi yake Al-Lalakai, lakabi yake ni Al-Lalakai, na Al-Lalakai nisbatu ila amalihi wa bai'u al-lawaliki allati tulbasu fil arjuli, na hiyo al-laki ni nisba ila al-lawaik, ambayo hiyo lawaiki ni vazi maalumu la wanawake ambalo huvaliwa aghlabu katika miguu, huvaliwa katika miguu. Kwa hiyo walikuwa wakifanya biashara hiyo ya kuuza mapambo mbalimbali na nguo hizo lawaiki. Kwa hiyo kanasibishwa na biashara yake hiyo ambayo akiitwa al-lawalik. Na kuhusiana na lawaki ameizungumza alimamu mwanachuoni mkubwa sana wa lugha Al-Imam Murtada kwenye kitabu chake Tajul Arus. Tajul Arus sharh ya Kamus al-Mahiti. Tajul Arus yana juzuu 20. Kitabu hichi kina juzuu 20, ni kitabu kikubwa sana katika makawamisi za Kiarabu. Tajul Arus ni katika miongoni mwa kamusi makubwa iliyoandikwa katika nchi ya Misri, ina juzuu 20, kamusi kubwa sana. Kwa hiyo ameizungumza hiyo lawaik ni katika mavazi maalum yenye kuvaliwa katika miguu. Kwa hiyo Al-Imam Al-Lalakai akanasibishwa na biashara zake, kwa sababu mtu anaweza akanasibishwa na mji, anaweza kunasibishwa na kabila, anaweza kunasibishwa na pahala, anaweza kunasibishwa vile vile na kazi yake anayoifanya. Nisba inawezekana kwa kitu chochote kile ikawa ni nisba. Kwa hiyo kanasibishwa kutokana na biashara yake hiyo ya kuuza vitu hivyo ambavyo huvaliwa mara nyingi sana katika miguu. Al-Lalakai. Naam, al-Imamu Lalakai Mufidul Baghdad ni katika miongoni katika maulama wakubwa ambao walikuwa wakileta faida kubwa sana ya kielimu katika nchi ya Baghdadi fi waktihi, katika wakati wake. Kwa hiyo kuna mwanachuoni katika nchi ya Baghdadi kama tulivyoona, ilikuwa na maulama wengi sana. Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni katika maulama ambao wakitoa faida kubwa sana ya kielimu. Naam, hivi ndivyo inavyotakana Muislamu anapofundisha, anapodarasisha, basi naam atoe faida ya elimu, atoe faida ya elimu, kwa sababu wanahudhuria kwake wako ambao watakuwa ni wanafunzi tulabul ilm, na katika darasa yake vile vile wanaweza kuhudhuria watu ambao ni mashekhi, maulama wakubwa. Kwa inatakikana kama ni shekhi, kama ustadhi, ikiwa ana elimu basi naam atoe fawaidi. Kwa hiyo alikuwa ni mufidu, alikuwa ni mwenye kutoa faida kubwa sana fi waktihi. Mufidul Baghdad alikuwa ni mwenye kutoa faida kubwa sana ya kielimu katika nchi ya Baghdad fi waktihi, katika wakati wake. Ama mashekhi zake waliomsomesha yeye, shuyukhu Samia Isa ibn Ali al-Wazir, amesoma akasikia elimu kwa masikio yake, yani samaa kutoka kwa Isa ibn Ali al-Wazir. Ibn Ali al-Wazir kadhalika amesoma kwa Aba Tahir al-Mukhlis, kadhalika amesoma kwa Jaafar ibn Abdullah al-Fanaki al-Razi ambaye ametoka katika mji wa Razi. Kadhalika mji wa Razi ni katika miji ambayo imetoa maulama wakubwa sana. Razi ni katika miji ambayo imetoa maulama wakubwa sana. Wa kadhalika katika miongoni katika mashekhi zake wa Abu al-Hasan, na amesoma kwa Abu al-Hasan ibn al-Janadi, Abu al-Hasan ibn al-Janadi, wa Ali ibn Muhammad al-Qasari, wa Ala ibn Muhammad, na Ala ibn Muhammad, wa Aba Ahmad al-Faradhi, wa tafakka bi Sheikh Abdul Hamid, na vile vile akachukua elimu yake ya fikhi kwa mwanachuoni mkubwa katika wakati wake Abdul Hamid al-Isfirayini, wa bara fi madhhabi, na kabobea sana, akaweko juu sana katika madhahibi ya wakati wake na elimu yake. Hao ni katika baadhi ya mashekhi zake al-Imam Al-Lalakai. Ama upande wa wanafunzi wake aliyowasomesha al-Imam Al-Lalakai, rawa anhu Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi. Al-Imam Al-Lalakai amepokea elimu kutoka kwake. Miongoni katika wanafunzi wake ni mwanachuoni wa tarehe, mwanachuoni wa hadithi, na mwanachuoni wa fani musalah hadithi, na mwanachuoni wa tarehe al-Islami na tarehe al-alam, mwanachuoni mkubwa sana katika wakati wake, Khatibu Baghdadi. Ana kitabu kikubwa sana cha tarehe al-Baghdadi au tarehe al-alam au Madinatu Salam. Kwa hiyo huyu ni katika wanafunzi wake al-Imam Khatibu Baghdadi, katika wanafunzi wake al-Imam Al-Lalakai. Kadhalika miongoni mwa wanafunzi wake wa bunuhu na mwanawe Al-Lalakai Muhammad bin Hibatullah,
wa Abu Bakr Ahmad ibn Ali at-Tarififi wa Maki al-Karaji na Maki al-Karaji as-Salari. Kwa hiyo vile vile katika miongoni katika wanafunzi wake wakubwa, na ambaye baadaye al-Imam Maki al-Karaji akawa ni katika mashekhe maulama wakubwa sana, mwenye elimu na amehifadhi Musnad al-Shafi. Amesoma Musnad al-Shafi na amehifadhi kitabu cha Imam Shafi Musnad. Kwa hiyo kuonesha kwamba elimu yake haikuwa ya kawaida. Elimu yake ilikuwa ni kubwa sana. Maki al-Karaji ambaye ni mwanafunzi wa Lalakai amehifadhi Musnad al-Shafi. Na watu walikuwa wakitoka katika nchi mbalimbali kwenda katika mji wake kuchukua elimu kwa mwanachuoni huyo. Mwanachuoni huyo al-Karaji as-Salari, watu wakitoka katika miji mbalimbali na nchi mbalimbali wakimfuata kutokana na wingi wa elimu yake. Na alikuwa mbali ya elimu ya dini na elimu ya hadithi na elimu ya fiqh, alikuwa vile vile ni mfanya biashara na alikuwa ni tajiri mkubwa sana katika wakati wake. Pamoja na elimu, pamoja na mali aliyokuwa nayo na biashara aliyokuwa nazo na utajiri mkubwa aliyokuwa nao, hakuacha katika masuala ya taaluma ya dini. Alikuwa ni thawratul kathira, kana lahu thawratul kathira. Alikuwa na utajiri mkubwa sana wa dunya al-aridha al-wasi'a, na alikuwa na dunia ambayo ni pana sana. Maisha yake yalikuwa nzuri, ni mwenye majumba, mwenye biashara. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mfanya biashara mkubwa mwenye mali nyingi sana, kama alivyomzungumza al-Imam Sam'ani kwenye kitabu chake. Kwenye kitabu chake al-Imam Sam'ani amemzungumza mwanachuoni huyu al-Karaji, mwanachuoni huyu Maki al-Karaji as-Salari. Kadhalika miongoni katika wanafunzi wake vile vile al-Imam Lalakai ni Abu Bakr al-Baihaqi, ni Imam Baihaqi, Abu Bakr al-Baihaqi. Kadhalika katika miongoni mwa wanafunzi wake ni Abu al-Hasan Ali ibn Husaini al-Uqbari al-maarufu bin Jida, maarufu ibn Jida au bil Judri, kwa sababu katika watoto wake huyu alipata ugonjwa wa ngozi, Judri, ngozi nukoma katika watoto wake. Kwa hiyo akapangwa jina kuitwa Ibn Jida, lakini kasdiwa Judri anna usiba fi isbah bil Judri. Hawa ni katika baadhi ya wanafunzi wake al-Imam Lalakai. Ama kalamu ahli ilmi anhu, maneno au mazungumzo ya wanazuoni kuhusiana yeye ni mengi sana. Wanazuoni wamezungumza mengi sana kuhusiana na al-Imam Lalakai. Qala al-Khatib, wamesema Khatib Baghdadi, kana yafhamu yahfadhu wa sannafa kitaban fi sunna. Alikuwa ni mwanachuoni mwenye kufahamu sana, fahamu yake ilikuwa ni nzuri, ni dhaki, fahamu yake ilikuwa ni kali sana, na alikuwa ni mwenye kuhifadhi, na ameandika kitabu fi sunna. Wa ajaltu al-mania, na yalimkimbilia mauti, alikufa kijana sana. Al-Imam Lalakai alikufa kijana, ajalatu al-mania, yalimkimbilia mauti, yalimfanyia haraka mauti, kwa maana alikufa kijana sana. Kharaja ila Diniwara, akatoka kuelekea katika mji wa Diniwara. Fadrakahu ajalahu biha, ajali yake ikamkuta katika mji wa Diniwara fi shahr Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani sana 18 wa 400, mwaka 418, kufa mwaka 418. Thumma qala, kisha kasema, hadathani Ali, kasema Khatib Baghdadi, hadathani Ali ibn Husayn Mjaddah al-Ukbari qala raaitu hibatullah, mimi nilimuota hibatullah Tabari fil nawmi, katika usingizi wangu. Fakuntu, nikasema katika ndoto yangu huyo, ma fa'ala Allah bika, Allah amefanya nini kwako wewe? Qala, kasema Lalakai, ghafara li, Allah amenisamehe mimi mola wangu. Kuntu bimadha, amekusamehe kwa sababu gani? Qala kalimatun khafiyya, kwa neno dogo, neno la siri kabisa, bisuna, ambalo limo ndani ya kitabu changu Sunna, neno la siri kabisa ambalo limo ndani ya kitabu Sunna, yani kitabu cha Imam Lalakai, kitabu Sunna, ambao pia amesherehesha Sharh Sunna. Haya ni katika akwali ya wanazuoni kuhusiana naye. Wakala Shujaa Dhuhaili, na kasema Shujaa Dhuhaili, huyu Shujaa Dhuhaili ibn Farisi al-Imam hadithu athika al-Hafidh, miongoni katika watu walihifadhi hadithi nyingi sana. Yeye anasema lam yakhruj anhu shay'un min al-hadithi ila al-yasir. Al-Imam Lalakai hapakupokelewa kwake hadithi isipokuwa sehemu ndogo sana ya hadithi. Ilikuwa hadithi chache, lakini alikuwa ni mwenye kuzifanyia kazi. Hadithi chache, lakini alikuwa ni mwenye kuzifanyia kazi hadithi hizo. Umri wake ulikuwa ni umri mdogo sana, lakini ulikuwa ni umri ambao wenye baraka kubwa sana. Naam, kwa hiyo alikuwa na alihesabiwa katika minal ghuraba, ni katika wale ambao katika zama zake walikuwa ni katika ahlus sunna wal jamaa ghuraba,
na al-ghuraba katika kila zama, kila kipindi Allah huwatoa hawa ghuraba, huwatoa ghuraba kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira. Mtume kasema bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, Uislamu umeanza mgeni na karibuni Uislamu huu utarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mgeni. Fatuba lilghuraba, basi furaha iliyoje kwa ghuraba, tuba lilghuraba, pepo nzuri iliyoje watakayopata ghuraba. Tuba lilghuraba, nafasi nzuri iliyoje ndani ya pepo watakayopata ghuraba. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine mtume palisema ya Rasulullah manil ghuraba, hawa ghuraba ni nani? Masahaba walimuuliza mtume ya Allah, ya Rasulullah manil ghuraba, ghuraba ni nani? Qala mtume kasema alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, wale ambao wenye kutengeneza, wale ambao wenye kutengenea pale ambapo watu wameharibika. Wao wenyewe wanatengenea, wanakuwa ni watu wazuri, wakati watu wanaharibika wao wanakuwa ni watu wazuri, basi hao ni ghuraba. Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, wale ambao wenye kutengenea wakawa ni watu wazuri, wenye kufuata amri za Allah na mtume wake, wenye kufuata sunna za mtume ya Allah, wenye kufuata sunna na wakawa mbali sana mambo ya uzushi. Wale ambao wenye kutengenea wakati watu wanaharibika, watu wamebobea katika starehe za kidunia, watu wameghururika na starehe za dunia, wao wako zaidi katika masuala ya dini na kutengenea na kuwa ni watu wazuri. Hao ni ghuraba. Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, wale ambao wenye kutengenea wakati watu wanapoharibika. Na katika riwaya nyingine imekuja alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati, wale ambao wenye kuyatengeneza yale ambayo wameharibu watu katika sunna zangu. Alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, wale ambao wenye kuyatengeneza yale ambayo watu wameharibu min sunnati, katika sunna zangu na mwenendo wangu na akhlaki yangu na dini yangu, watu wameharibu, wao wakawa wanatengeneza katika kila pale ambapo watu wameharibu. Ni sawa sawa katika mitandao au simu zozote au katika jamii, chochote ambacho kimeharibiwa katika dini, wao wakawa wanakitengeneza, wanakielezea katika ule usahihi wake. Na katika ore nyingine humunuzaa min kabail, hao katika kila kabila, basi ni sehemu ndogo katika kila kabila hutolewa hao. Kwa hiyo hawa watu ni watu wachache katika dunia, katika kila kabila, katika kila enzi, katika kila zama hutolewa watu wao ambao wanatengeneza pale ambapo watu wameharibu. Fi lafdhin akhar hum unasun salihun qalil fi unasi su'un kathir, hao ni watu wema kidogo sana katika watu wabaya wengi sana, basi ni kikundi kidogo sana cha watu. Allah tujalie miongoni mwao, ile mimi na wewe vile vile miongoni mwa wale ambao yuslihuna idha fasada an-nasu, wenye kutengenea pale watu wanapoharibika. Na wala tujalie miongoni mwa wale ambao yuslihuna ma asada an-nasu min sunnati, wale ambao wenye kutengeneza ile ambayo watu wameharibu katika mwenendo wa mtume Allah. Allah tujalie mimi na wewe vile vile miongoni mwa hao. Kwa hiyo al-Imam al-Lalakai alikuwa ni katika mwanachuoni ambao umri wake ulikuwa ni mdogo sana, lakini ulikuwa ni umri ambao wenye baraka kubwa sana. Ndio Dhuhaili anasema lam yakhruj anhu shay'un min al-hadithi ila al-yasir, hapa kupokelewa kwake yeye chochote katika hadithi kwa hadithi chache kidogo sana. Qala Imam Dhahabi rawa anhu Abu Bakri Tirithisi kitabahu fi sharh sunna. Al-Imam Tirithisi amekelezea kitabu chake katika sharh sunna, akakikunjua na kukisharhisha sana. Ama hayatu ilmiya, maisha yake kielimu, ishtaghala bi ilmi al-hadithi hatta sara min huffaz, alijishughulisha zaidi na elimu ya hadithi, elimu ya mustalah hadithi, mpaka akawa ni miongoni katika watu waliohifadhi wingi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Washtaghala wa atana bi ilmi al-ilal والرجال وأنسابهم وفياتهم، وأتنا بالعقيدة الأثرية وكان مدافعا عنها وتشهد كتبه بذلك. Na alikuwa amejishughulisha zaidi, amejishughulisha na akajihimiza zaidi na ilmu al-ilal warijal, elimu ya kuzijua hadithi za mtume wa Allah usahihi wake, na hii ni katika elimu muhimu sana. Wa hiya min ashrafil ulumi aktharuha naf'an, ni elimu ambayo tukufu sana na yenye manufaa sana. Fal ulama ul hadithi ihtamu biha, maulama karibu wote wa hadithi wamejihimiza na ilmu al-ilal bimaarifatiha
yurafu al-kalamu an-nabi. Kwa kujua elimu hii basi yanafahamika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ghairihi, kutokana na maneno mengine yanajulikana kwamba haya ni maneno ya mtume wa Allah na haya si maneno ya mtume wa Allah. Haya ni mafunzo, ni hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizi nyingine si katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo elimu ilal ni katika elimu ambao maulama wamejihimiza nayo sana. Kwa hiyo katika elimu ambazo amejihimiza nayo sana katika umri wake na maisha yake al-Imam Lalakai ni elimu ilal, washtaghala wa atana bi ilmi ilal warijal, na kuweza kuwajua wale rijal wa hadithi wa ansabihim na nasabu zao, wa fiatim na kufa kwao, wamezaliwa wapi mkufa wapi, wa atana bil aqida al-atharia, na akajihimiza sana kufata mwenendo wa watu wema waliopita nyuma, athar mapokezi ya hadithi sahihi za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuzifanyia kazi kimatendo hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana mudafian anha, na alikuwa ni mwenye kuzitetea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Watashhadu kutubahu bidhalik, na unaposoma vitabu vyake basi vitabu vyake vinatoa ushahidi juu ya hayo. Qala al-Khatib al-Baghdadi, amesema al-Imam Khatib Baghdadi, katabana anhu wa kana yafhamu wa yahfadh, sisi tumeandika kutoka kwake, alikuwa ni miongoni katika wanafunzi wake al-Imam Lalakai ni Imam Khatib Baghdadi. Kwa hiyo al-Imam Khatib Baghdadi anasema katabana anhu wa kana yafhamu wa yahfadh, sisi tumeandika kutoka kwake, na alikuwa Lalakai anafahamu sana na akihifadhi sana, kama ilivyokuja hayo maelezo kwenye kitabu Tarikhul Baghdadi ya juzia 16 sahifa 108. Ama makanatu ilmiya, ile daraja yake na cheo chake na hadhi yake kielimu, qala Imam Dhahabi, amesema al-Imam Dhahabi al-Imam al-Hafiz, al-Imam Lalakai ni katika imamu ambaye imehifadhi wingi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, al-mujawwidu, mwenye kufanya vizuri sana, al-mufidu Baghdad fi waqtihi, mwenye kuwafidisha watu wa Baghdadi katika wakati wake. Qala Khatib Baghdadi, amesema al-Imam Khatib Baghdadi, kadima Baghdada fastawtanaha, al-Imam Lalakai alifika katika nchi ya Baghdadi na akaufanya kwamba ni mji wake, ndio makazi yake aliweka katika nchi ya Baghdad. Kadima al-Baghdad fastawtanaha, alifika katika nchi ya Baghdadi na akaufanya kwa mji wake. Wadarasa fika Shafi'i, na akasoma fiki Shafi ala Abi Hamid Isfirayini, kwa Abi Hamid Isfirayini akachukua elimu kwake katika madhhabu al-Imam Shafi'i. اولا نعرف ان هذا الكتاب عرض مفصل لمذاهب السلف او لمناهج السلف في العقيده، في الامور الاعتقاديه والعلميه والعمليه، وتضمن أيضا جوانب مهمة في مواقف السلف تجاه المخالفين لأهل البدع والأهواء، بأشخاصهم وفرقهم، بأفرادهم وجملتهم. ولذا يحسن أن نلخص ما أورده المحقق لأنه مفيد جدا فيما يتعلق بظهور البدع. Ama musanifatuhu, vitabu vyake alivyoandika al-Imam Lalakai ni vitabu vingi sana. Miongoni mwa hivyo ni sharhu usul itikadi ahli-sunna wal jamaa wa karamatu awliya illahi azza wa jalla, na kitabu kinachoitwa karamatu awliya illahi azza wa jalla, makarama ya mawali wa Allah azza wa jalla. Tumezungumza nyuma wakati tunazungumzia historia ya Imam Barbahari kwamba alikuwa na sehemu katika makarama, na tukasema kwamba makarama yapo kwa wanakubali maulama al-usul jamaa, makarama kwamba yapo, lakini vile vile kuna kitu cha uchawi, watu wanafanya uchawi alafu wanasingizia makarama. Kwa hiyo al-Imam Lalakai ameandika kitabu kuhusiana makarama ya vipenzi wa Allah na vinginevyo ambavyo sio makarama bali katika mambo ya ajabu ambayo watu wanayafanya. Kwa miongoni mwa vitabu vyake ni kitabu hichi kitukufu sana, bora sana, kitabu chenye mafunzo mazuri sana, kitabu chenye kuzungumzia makarama, karamatu awliya illahi azza wa jalla, makarama ya vipenzi wa Allah azza wa jalla. Na vipenzi wa Allah wana sifa mbili kuu, kama Allah anavyosema katika Qur'an, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun, zirukaneni, hakika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatahuzunika. Alladhina amanu wa kanu yatakun, alakataja sifa mbili za mawali. Alladhina amanu ni wale ambao walioamini, wa kanu yatakun na wakawa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifa za wali ni mbili tu. Alladhina amanu ni wale ambao ni kuamini, na aliman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, hadha huwa al-iman.
ala inna awliya Allah la khawfun alayhim, fahamuni, zindukaneni, eleweni, hakika vipenzi vya Allah vitakuwa na hofu yote juu yao, wala hum yahzanun, na wala wao hawatahuzunika. Allah kataja sifa mbili, alladhina amanu wa kanu yatakun, na sifa za mawali ni wale ambao walioamini na wakawa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni kutekeleza ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na kuacha ile yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, kutekeleza mwendo wa mtume, sunna za mtume salam, na kuacha yote ambayo mtume amekataza na kuyakarifia. Huo ni katika ucha Mungu, alladhina amanu wa kanu yatakun. Hizo ni sifa mbili katika sifa za mawali wa Allah. Kwa hiyo karamatullah awliya azza wa jalla, makarama ya mawali wa Allah azza wa jalla. Kadhalika miongoni mwa vitabu vingine alivyoandika ni kitabu Sunan. Kadhalika maarifatu asma'i man fi sahihaini, maarifa, kujua majina wale ambao waliotajwa katika sahihi mbili Bukhari na Muslim. Kadhalika sharh sunna, sharh kitabu Umar ibn Khattab, kadhalika kitabu Majlisul Amali. Hivi ni katika baadhi ya vitabu ambavyo ameviandika al-Imam al-Lalakai. فقد ذكر وفقه الله أن ظهور البدع التي دفعها السلف وردوا عليها لم يكن دفعة واحدة ولا في زمن واحد أو في ظرف واحد، إنما تدرجت البدع من النزعات الفردية إلى الجماعات الصغيرة المغمورة، ثم إلى الظهور والاشتهار والجرأة في نشر الآراء والأفكار والعقائد، إلى أن كثرت وتكاثرت في أزمنة مختلفة في أماكن متباعدة. ويمكن يؤرخ لبداية الافتراق بظهور الخوارج سنة 37، وإن كانت الأحداث التي سبقت ظهور الخوارج أحداث جسام وهي الفتنة على عثمان رضي الله عنه، لكنه مع ذلك لن يظهر منها افتراق عن الجماعة في أول الأمر، حتى ظهرت الخوارج، والخوارج امتداد للثوار، وكذلك ظهرت السبائية الشيعة وهي أيضا امتداد للثوار. أما وفاته كفكوانك قال خطيب بغداد وعاجلته المنية، موتي المكملية، فلم ينشر عنه كثير من شيء من الحديث، havikuweza kutawanywa vingi katika vitabu vyake vya hadithi. Falam yunshara anhu, hapa kuenezwa, pakutolewa kutoka kwake kathiru shay'in, kitu kingi sana min hadithi, katika upande wa hadithi. Kwa hiyo hakuandika sana. Wakala, na akasema, mata Hibatullah Tabari, amekufa Hibatullah Tabari adini wara, wakana kharaja ilaiha, na alitoka kuelekea katika mji huo wa dini wara, alitoka kuelekea katika mji wa dini wara lihajati lahu, kwa haja yake. Fatufia yawm thulatha, akafa siku ya thulatha, lisiti khalawna min shahri, kafa baada ya kupita siku 6. Kufa siku ya Jumanne, mekufa siku ya Jumanne min shahr Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani, sanata 18 wa 400, mwaka 418, mwaka 418 Hijria. Na alitoka kuelekea katika mji wa dini wara, wakati akiwa njiani basi yakamchukua mauti, akafa. Kufa ile kwamba ni kijana, lakini ujana wake wote ameutumia katika kueneza na kusomesha Qur'ani na Sunna na akwali mbalimbali za maulama, kueneza madhahibu walikuwa sahihi. Na wakati wake maulama walikuwa ni wengi, wakati wake maulama walikuwa ni wengi. Hiyo ndio historia kwa ufupi sana, historia ya Imamu al-Lalakai. Historia ya Imamu al-Lalakai Abul Qasim Hibatullah ibn Hasan al-Razi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tufikia hapa insha Allah, tutakuja kuingia katika kuzungumzia historia ya mwanachuoni mwingine katika maulama ahlus sunna wal jamaa, maulama wa tauhid wal aqida. وذكر شيئا أو عددا من النصوص في ذلك، ثم ذكر حديث الافتراق وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الافتراق. والخبر بوقوع الافتراق لا يعني أن الأمة تهلك، بل يقابله الخبر الصحيح الصادق بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى يوم القيامة. وأيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق جاء بمعرض الخبر وبمعرض التحذير أيضا، وأن كل من خرج عن السنة فهو مفارق. وبهذا تسقط دعوى أولئك الذين زعموا أن من ادعى الافتراق في الأمة فهو مبالغ،
أو أن الأمة كلها ما دامت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم شعائر الإسلام فإنها ليس فيها فرقة، هذه كلها تعاوي غير صحيح. فإن الأمة تبقى تحت مسمى الأمة وتحت مسمى المسلمين، ومع ذلك يقع فيها الافتراق، ولا يبقى فيها على الحق إلا فرقة من 73 فرقة. الفرقة الناجية هم اللي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما من خالفهم وخرج عن سبيلهم فهو مفارق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.